zinazotengenezwa wanamrushia na anaendelea kutupongeza. Ndio maana aliamua kutualika bungeni wale wanaokumbuka rasmi kutambua kwamba anatambua huduma na usajili wetu rasmi kuliko maeneo ya field kwa kazi ile tunayoifanya. Sasa leo tupo Nikima. Historia ya Nikima tutaipata kwa kifupi, namna ambavyo wameanza chini ya mti wa mkorosho wakikalia magogo na viroba vya simenti. Walitoka hapo baadaye wakapangisha ofisi. Kati ya vikundi ambavyo viongozi wao wameshiriki semina kwa mfululizo bila kukatika ni kikundi cha Nikima. Nikupongeze mwenyekiti. Matokeo ya ushiriki wao kwenye semina ndio haya yanayoonekana. Kwamba walihama tena kutoka kwenye kupanga, akaamua kununua eneo. Ofisi yao tumeiona hapo nyuma nzuri ya kisasa yenye tiles na feni juu. Lakini baada ya hapo akanunua eneo lingine barabarani kwa ajili ya uwekezaji. Hapa tulipo eneo hili leo, kusudi lao kubwa la kutuita na kutushirikisha ni kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa mchakato wa kuweka kiwanda cha nafaka hapa tulipo. Kuanzia kule chini mpaka kule juu. Maeneo haya vitu vilivyokaa na mahema ni eneo ambalo wanalimiliki rasmi kisheria, na hapa wametuita tuunge mkono kwa ajili ya kuanza mchakato wa mradi wao mzuri wa nafaka. Na nina imani kwa nguvu tuliokuwa nayo vikundi vyetu na namna ambayo tunashirikiana, milioni 50 leo zitapatikana kama tulivyofanya kwenye elimu. Leo milioni 50 zitapatikana hapa mezani. Na mwenyekiti, nafikiri kesho mchakato utaanza. Nilifurahi sana, wapongeza Ijumaa, mlikuwa waaminifu. Baada ya harambee kesho asubuhi mkaanza kuweka paa na paa ikakamilika. Wiki hiyo wakahamia kwenye ofisi yao. Kitendo hiki kinaongeza imani kwa ofisi na kwa wanachama ambao wanatoa fedha zao. Kwa hiyo leo tuko kwa ajili ya Nikima. Mchakato wa kumsaidia vikundi vyetu kuhama kutoka kwenye tegemezi kwenda kwenye kujitegemea unaendelea. Wale wanaokumbuka kuna wenzetu wanaosema tone wanachangisha nchi nzima, wanasema tone, wanakusanya pesa ndogo kwa mtu mmoja, lakini kwa nguvu kubwa wanakusanya pesa nyingi na zinafanya kile walichokusudia. Na sisi tumeamua kampeni hii ya kuwahamisha wanachama wetu, kuhamisha vikundi vyetu kutoka kwenye kupanga ofisi na kwenda kwenye ofisi zao, ili tunapopanga mipango yetu mikubwa ianze kupangiwa kwenye ofisi zetu. Na hatua hiyo ndio inachangia kuondoka kwenda kwenye mipango mikubwa ya miradi na uwekezaji kama tulivyokubaliana kwenye malengo yetu. Lengo kuu la kwanza la katiba yetu, kuhama kutoka kwenye utegemezi na kujitegemea. Nimefurahi sana kuona namna ambavyo vikundi vyote vilivyoalikwa vinakuja kwa ushirikiano na kwa timu kubwa tofauti na tulivyoalika. Tulialika watu 3 au 4, lakini kikundi kimeamua kuja watu wote. Baraka huu tunaomba waendelee na kwenye vikundi vingine. Tukitoka hapa tunaomba vikundi vijiandae kutuita, tuone kama tulivyokwenda kusaidia vikundi kingine, na hatimaye vikundi vyetu vyote viwe na ofisi, lakini pia viwe na miradi. Tumie nafasi hii kwa dakika chache zilizopewa, zilikuwa ni za salamu tu. Shughuli ya leo ya Nikima ni kuwakumbusha jambo la msingi sana wanachama wetu. Mchakato mzima wa kusimamia vikundi vyetu unaanzia kwenye ofisi ya shirikisho la vikundi vya wajasiriamali Tanzania, SHIVUTA. Pale ndipo tunaposuka mipango na mikakati ya kusaidia vikundi vyetu. Sasa tunaomba viongozi waliopewa dhamana ya kusimamia vikundi muwe waaminifu kufuatilia taratibu za ofisini. Mchakato huo unaanzia wapi? Mpaka leo hawajaleta utaratibu wa ofisini. Kama huna njoo usaidia kutengeneza mchakato, agenda yetu hii ni moto huu hautazimika mpaka vikundi vyote vihame kwenye ofisi za kupanga, vihame kwenye ofisi zao, watoke kwenye ofisi zao, waweke mipango mezani, na ofisi yetu ya SHIVUTA itasimamia michakato yote hadi tunafikia malengo tuliyokusudia. Hatutaki watu wanaolalamika, hatutaki vikundi vinavyolalamika, hatutaki watu ombaomba wanaomba misaada. Tunataka tusapotiane sisi kwa sisi, tuanzishe miradi yetu na kuisimamia. Ikiwezekana sisi tuwe msaada kwa watu wengine, msaada kwa jamii, msaada kwa serikali, kama mlivyofanya miezi 2 iliyopita kutoa huduma ya kifusi kata ya Kivule mitaa 4 asubuhi mpaka jioni. Yale ndio mambo tunayohitaji. Barabara hizo tutapita sisi na watoto wetu. Kwa hiyo pale ambapo serikali yetu tukufu imeishia, kile kilichobaki ambacho tunaweza kufanya, tushirikiane na viongozi wa maeneo husika waliokuwepo kwa kipindi hiki kuhakikisha maendeleo kwenye maeneo yetu yanakuja. Tukipata fursa ya kwenda hospitali tukasaidia kutoa huduma. Tukipata fursa ya kwenda shuleni tukasaidia watoto walio kwenye mazingira yetu. Baadaye tupate
wa viongozi mahiri, viongozi makini, madaktari bingwa na mainjinia ambao watakuwa na uchungu na nchi yao, kwa sababu yapo makundi ya wajasiriamali yaliwashika mkono. Kwa namna hii tunatengeneza viongozi watakaojali jamii yao, viongozi watakaotumika kwa uzalendo, kwa sababu ipo jamii inayoshirikiana kuwafikisha hapo walipo. Na wote mnakumbuka tulikubaliana Chavuka, ofisi ipo tayari na inatumika, eneo lipo tayari limeshalipiwa. Sasa leo tunaanza mchakato wa uzinduzi wa kiwanda cha kukoboa na kuchakata nafaka. Nadhani hapo watu watashangilia na kupiga makofi. Inakuwa kubwa eneo hiyo, sasa inagusa ngazi ya kitaifa. Serikali yetu inahimiza uwekezaji hasa viwanda vidogo vidogo kwa wajasiriamali. Hatua ambayo ni kima imefika ni kusapoti na kuunga mkono serikali yetu tukufu kwenye uwekezaji wa viwanda. Mashine ya kukoboa na kusaga ni moja ya viwanda vinavyotoa huduma kwenye maeneo yanayotuzunguka. Tunawarahisishia majirani zetu kwenda mbali kupeleka madebe ya mahindi kwenda kusaga. Sasa hivi watatumia ofisi hii au kiwanda hiki kwa ajili ya kupata huduma ya chakula. Napohitimisha kumshukuru sana mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wa kushirikiana kusimama kwa nafasi hiyo kubwa, kuwaunga mkono na kuitia moyo kikundi cha Nikima leo kwa ajili ya uzinduzi huu ambao wageni wengi na marafiki zetu kutoka maeneo mbalimbali ikiwepo Chanika, ikiwepo Msongera, ikiwepo Kerezanga, ikiwepo Kivule na maeneo mengine, pamoja na viongozi mbalimbali wa dini akiwepo wachungaji, kushirikiana pamoja nasi, kwanza kuunga mkono mradi huu, lakini pili kuendelea kudumisha mahusiano mazuri ambayo taasisi yetu imeyatengeneza kwenye vikundi vyetu. Ushirikiano na umoja huu usiishie hapo, uendelee kwenye vikundi vyote mpaka tutakapofikia mahali tumekwamua watu wetu kwenye utegemezi, hasa kwenye masuala madogo ambayo yanatuhusu sisi. Hatuhitaji tena kuzungumza masuala ya harusi. Kwa masikitiko, tunawezeshwa kupitia vikundi vyetu. Hatuhitaji kuzungumza masuala ya misiba na changamoto ndogo ndogo za familia, vikundi na mkono pale ambapo inabidi. Kikundi hiki kitambulike rasmi kwa viongozi, kwa jamii, na wale ambao wana uwezo wa kusaidia mara baada ya harambee hii wanaruhusiwa pia. Tutataja namba ya mwenyekiti kuchangia kwa namna yote, ama kwa kutembelea kwenye kikundi au kutumia namba ya mwenyekiti na kuwasapoti mahali popote ulipo Tanzania. Wakina mama na wakina baba hawa ambao wamekuja na wazo kubwa la kuleta ukombozi kwa wakina mama na wakina baba, niunge mkono na ilete matokeo makubwa kwa watu wetu maeneo haya tuliyopo, lakini watu wengine wajifunze kupitia kikundi hiki cha Nikima. Baada ya kusema maneno haya, nishukuru mwenyekiti kwa nafasi ulionipatia. Tayari jina langu limeshatambulishwa na nafasi yangu. Niwaombe sana vikundi vyangu, naomba sana wanachama wetu, ninawasisitiza na naomba sana tuendelee kuunganisha nguvu kwa pamoja. Huko tunakoenda, wasema nyumbani kumenoga, huko tunakoenda mambo ni mazuri. Nashukuru sana na karibuni kwa ajili ya harambee yetu maalumu, na fikiri mwenyekiti alishazindua, na tuendelee na ratiba. Asante sana.